Kumbukumbu la Torati 8:3. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyojua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu kwa majilio yako makamilifu upo kutufundisha njia zako. Tunaomba Bwana utukamilishe na utufanye kuwa watu mashujaa na hodari katika uweza wa nguvu zako bila kupungukiwa neema yoyote. Roho wa Mungu, nakushukuru kwa kuwa muda huu uliujua katika umilele na umeuachilia kwa ajili ya faida. Basi Bwana, kila mmoja aliyeketi hapa akaione faida ya mbingu kupitia maajabu haya ya neno lako katika jina la Yesu. Amen. Pamoja na hili andiko utasoma mwenyewe kwenye kitabu cha Ufunuo 10. Utasoma mwenyewe mstari wa 9 na wa 10. Lakini hapo utasoma Ezekieli 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini hapo utasoma Mathayo 4:4. Na hapo utasoma Luka. Utasoma Luka 4:4. Asa somo letu asubuhi ya leo linasema chakula. Sasa kwa tafsiri ya kiroho, unapozungumzia chakula unazungumzia neno la Mungu. Na huyo neno la Mungu ni Kristo Yesu. Na katika maagano tuliyoyaingia kwenye madhabahu ya wokovu, sisi ndio viumbe wa kipekee tuliopewa kula neno kama kumla Mungu. Yeye mwenyewe anasema kwenye Yohana 6:53 mpaka 56. Anazungumza kwamba mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Kila anayekula mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo anao uzima, ambapo chakula hiki cha kawaida hakina uzima. Mtu anapokula hiki chakula cha kawaida anakuwa tu na uhai, lakini hawezi kuwa na uzima. Lakini chakula kinachoshuka kutoka juu kina uzima. Uzima ina maana the life of God. Anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, huyo ukaa ndani yangu. Huyo ukaa ndani yangu. Nami ukaa ndani yake. Kwa kunakuwa na fellowship. Unaanza kuwa wewe na Baba kuwa mmoja. Anayekugusa wewe amemgusa Baba, anayekuona wewe amemuona Baba. Anasema mtu aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, mimi nitamfufua siku ya mwisho. Kwa kunakuwa na maagano ambayo yanakuingiza kwenye kila utendaji wa kiungu, na moja kwa moja wewe unaanza kuwa mtu ambaye sio wa kawaida. Sasa leo tutakwenda kuangalia, tunaposema tunakula neno huwa tunafanya nini? Tunaposema tunakula neno, nini maana ya kula neno? Kwa sababu yeye anatuambia kwenye Zaburi 23, anasema ninaandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Kwa hiki chakula hakijawahi kuandaliwa na mwanadamu. Mwandazi wa hiki chakula ni yeye Baba, na yeye ndiye ambaye ametupa neema ya kula, haijalishi mazingira tuliyopo. Ukumbuke sisi ni nuru na tunaishi katikati ya giza.
Kwa wazuiao tusile ni wengi, lakini hata kama ni wengi hawawezi kutuzuia kula, sababu yeye ameshatuambia tutakula hiki chakula mbele ya maadui zetu. Kwa maana ipi? Hakuna mtu wala kitu cha kuzuia kula chakula cha kiroho. Ukiona kuna maadui wamekuweza, ni wewe umeamua. Lakini mbele za Mungu Biblia inatuambia ameandaa meza, sio mafichoni pa adui. Ameandaa meza kwa fahari mbele ya adui zetu, na tutakula machoni pa adui zetu, na tutashiba machoni pa adui zetu, na tunashiba na tunawadefeat hao maadui, tunawaangusha. Kwa sababu tunapokula kuna kitu kinatokea, kuna nguvu inazaliwa, hakuna adui anaweza kusimama mbele yetu. Haleluya. Sasa nini maana ya kula hiki chakula? Kwa sababu kibinadamu tunapokula ugali, hakuna haja ya kumfundisha mtu nini maana ya kula. Mtu akitaka kujua maana ya kula, mpelekee sahani. Anapoanza kula ndo namwambia hilo maana ya kula. Lakini hii hapa lazima ufundishwe nini maana ya kula kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo cha kwanza tunaposema tunakula kiroho, cha kwanza ni ule umakini katika kusikia neno. God, ni ule umakini tunaoutoa katika kusikia neno. Ninapoanza kula chakula cha kiroho, inategemea kiwango changu cha usikivu. Kwa sababu kama sijasikia kama sijasikia ina maana sijala. Na naanza kuongea na kanisa la asubuhi. Kama sijasikia itimizi sijala. Kwa nguvu ya kula chakula cha kiroho imebebwa kwanza na umakini wangu wa kusikia. Unaweza ukaja hapa, ni kweli upo, lakini kusikia ni kiwango. Kwa sababu maadui wote wanashindana na wewe usisikie. Kwa hiyo ile nguvu ya kula ni uwezo wa kusikia. Unaposikia ndio kama vile umechukua kile ambacho Bwana amekileta, umekichukua. Oh God, umekipokea. Naongea na kanisa. Unaposikia ina maana umechukua kile alichokileta Bwana, umekipokea alichokileta Bwana, umekikubali alichokileta Bwana. Ndio maana Bible ukisoma Marko 4:24 anasema angalieni sana vile msikiavyo. Kipimo au uzito unaotoa katika kile unachokisikia ndio uzito utakaozaliwa au kuletwa kwenye maisha yako. Vile unaposikia ndio unaonyesha umetoa uzito gani katika anachokisema Mungu. Umekipa uthamani gani anachokisema Mungu? Umekipa nafasi gani? Je, anachokisema Mungu kina nafasi ya kwanza? Ni kweli unakihitaji? Ni kweli kimebeba maisha yako? Ni kweli kimebeba baraka zako? Ni kweli kina miujiza yako? Ni kweli bila hicho huwezi kuishi? Ni kweli bila hicho huwezi kushinda? Ni kweli unatoa uzito? Kuna namna mtu anasema hivi, niombe nini? Moja ya kitu unajua ujiombee kila siku uwezo wako wa kusikia. Kwa sababu kula chakula cha kiroho kumebebwa na nguvu ya usikivu. Watu wengi wanajihudhurisha lakini hawatoki na ile package. Anakuja lakini kuna namna moyo wake umefunga. Kuna namna moyo wake umekataa
kuna namna anazuiliwa kusikia. Leo nimekuombea kwa jina la Yesu, utasikia anachokisema Bwana. Sababu kule kusikia kuna nguvu ya kufunguliwa. Biblia inasema ulituma neno lake ili kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizo yao yote. Ili neno ndo deliverance ya kwanza. Hii deliverance ya kuwekea mkono sio kila kitu, kwa sababu neno la Mungu li hai tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kugawanya nafsi na mwili, mafuta na viungo vilivyomo ndani yake. Tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya Mungu. Tena ili neno hakuna kitu ambapo ili neno halijui ndani yetu. Sisi wote tumefunuliwa na kufanywa watupu mbele ya neno. Ili neno unatakiwa ulipokee. God, ulipokee kama unanyang'anya. Ulipokee kama wewe ndio mtu pekee uko ndani ya nyumba hii, kwamba Mungu anasema na wewe tu. God, Mungu asemaji na kundi. Mungu anasema na mtu mmoja. Ndio maana message moja Mungu anasema na mtu hajasoma kabisa. Alafu anasema na mtu ana PhD. Na PhD anapokea, na hajasoma kabisa amepokea, lakini ujumbe mmoja. Kule duniani huwezi kumweka kwenye darasa moja mtu hajasoma na mtu aliyesoma. Confusion. Sikiliza. Kuna mtu anaumwa, ujumbe ni huu, na kuna mwingine ni mzima kabisa na afya, lakini aliye na afya yote anapokea, na aliye mgonjwa anapokea, lakini ujumbe ni mmoja. Anayeutafsiri Roho Mtakatifu. Kwa ni wewe au tafsiri vipi? Fungua moyo wako ili usikie. Unaweza ukawa hapo una mahangaiko mengi, unakosa utulivu, moyo wako unahama, unapotea. Lakini hiyo ni strategy ya adui ili usisikie tu. Watu wanafikiri kwamba vita ni mpaka mapepo yaruke. No. Vita inaendelea wakati neno linakuja. Kuna vita inaendelea. Watu wasisikie vita ngumu sana. Ndio maana tunaomba, Mungu, naomba neno lako liingie kwenye mioyo. Naomba neno lako. Tunabomoa ukuta, tunaangusha ukuta uliopo kati ya neno na watu wako. Tunaangusha ukuta uliopo kati ya madhabahu na watu wako, kwa sababu kuna vita. Kwa sababu kusikia ni kila kitu. Kusikia neno ndo kula. Haleluya. Kwa unapolisikia unalichukua, ndio utajua umelisikia. Unalichukua. Kiwango cha kuchukua ni kama sponge. Unachukua sponge kavu, alafu unaingiza kwenye maji. Ile sponge ilikuwa haina kitu, lakini ukiingiza kwenye maji, ile sponge haina uchaguzi. Maadamu umeingiza kwenye maji, itanyonya maji yote. Maji yaliyokuwa kwenye bakuli yatahama kwenye bakuli, yataingia na kujaa ndani ya sponge. Ndio uwezo ambao Mungu ameuachilia wa kusikia neno lake kutokea kwenye moyo wako. Ndio maana moyo wako unaitwa moyo wa nyama. Kusikia kwako ndio kunakupa hatua nyingine kila siku. Unaweza ukasubiri, anilishe wapi? Kukulisha Mungu anakulisha kwa kusema neno lake. Ndio maana hata unaposoma Bible utaki kuona mambo mengi. Mwache akulishe. Mwache akulishe.
Unajua, ndio maana tuna Roho Mtakatifu. Ndio maana tunaye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwenye kanisa ni kama mama. Yeye ndiye anayehimiza. Hata hapo umekaa amekuhimiza yeye kuja. Yeye ndiye anayeinjinia wewe kula. Anakwambia mwanangu kula. Kula gombo. Mwanangu kula. Alimwamsha Elia akamwambia kula. Kwa yeye yuko kama mama. Kazi ya baba ni kutoa maelekezo. Kazi ya mama ni kuhakikisha maelekezo yamefanywa kazi. Ndio Roho Mtakatifu anapofanya kazi. Leo naiona neema ya kusikia. Hakuna neno la Mungu kwenye maisha yako litakaloanguka chini katika jina la Yesu. Kila neno litaweka matuo ndani yako. Moyo unaosikia ndio moyo unaofananishwa na udongo mzuri. Ule udongo wenye nguvu ya kupokea. God, una uwezo wa kupokea, una uwezo wa kuhifadhi, una uwezo wa kuzalisha kilichopokelewa na huo moyo. Kusikia ni nguvu ya kutafakari. Utajua kama umekula. Utajua kama umekula ikiwa utaweza kutafakari ulichokula. Utaweza kutafakari ulichokisikia. Je, ulichokisikia kinaingia? Kimeingia? Kama kimeingia, nataka nikwambie hakuna mashine unapeleka mahindi kwenye mashine. Hakuna mashine inakoboa kama hamna kitu. Ili uone mashine inaanza kuchakata ni kwa sababu kuna kitu umeingiza. Kuna kitu umeingiza. Kwa wale wanaofuga ng'ombe mtanielewa. Ng'ombe unapompa majani, kwa sababu chakula kikuu cha ng'ombe ni majani. Ng'ombe hali nyama. Sasa unapompa majani, ng'ombe anaingiza. Baada ya muda unamwona ametulia. Anaanza kurudisha alichokiingiza, anakichakata. Utajua kama umesikia ikiwa ulichokisikia una nguvu ya kukileta kwenye tafakari. Daudi anasema, nalipenda neno lako, na hilo neno lako ni tafakari yangu usiku na mchana. Daudi alikuwa haingizi maneno ya maadui zake, ijapo alikuwa na maadui wasiohesabika kama mchanga wa bahari. Muulize jirani yako, una maadui wangapi? Kuna wale maadui wanakufanya usile, wanakufanya usilale vizuri, wanakufanya uchanganyikiwe. Daudi alikuwa na maadui wewe hujai kuwa nao. Daudi alikuwa na maadui paka mtoto wake wa kumzaa. Na sio uadui wa rasharasha. Uadui serious. Uadui wa mtoto wake anataka kumuua. Kashapanga mission ya kumuua. Kama sio Daudi kuwa na roho wa Mungu, akasema, baba, changanya ushauri wa Ahithofeli. Pamoja na maadui wote, Daudi alikuwa tafakari maadui usiku na mchana. Anatafakari alichokiingiza, alichokisikia, alichokipokea, alichokichukua kutoka kwa Bwana. Ndio Mungu anasema, umemwona Daudi? Umemwona Daudi? Mtu aupendezaye moyo wangu, atakayeyafanya mapenzi yangu yote. Uwezi ukajikuta unayafanya mapenzi ya Mungu kama hakuna kusikia na kama hakuna kutafakari. Ukiruka kusikia, tafakari haipo.
na wala kutenda hakupo, na wala hilo neno hautalisema, na hata ukilisema halina impact kwa sababu halijawa wewe. Unapotafakari neno linaumbika ili uwe wewe. Ulaji wa mwanadamu kuna process inaanzia mdomoni. Unaanza kutafuna, unatafuna mpaka kinalainika, kinaenda kwenye mifumo. Huko ndani kuna aina za utumbo. Hakuna utumbo mmoja, kuna aina za utumbo zinazofanya kazi kusaidia kila unachokiingiza kimechakatwa sawa sawa, na kila kilichochakatwa lazima kiwe na mahali pake, kiwe na sehemu yake, kifanye kazi yake. Vita iko hapo kwa sababu hata baraka zote zipo kwenye kusikia. Baraka zote. Hakuna baraka ya Mungu iko nje ya kusikia. Kila baraka ya Mungu, hata wokovu uliopokea kusikia, ni baraka ya Mungu. Na baraka nyingine zote zinategemea usikivu wako. Kama usikii, usiende mbele za Mungu ukaanza Baba nibariki, Baba, ni wastage of time. Unaposikia sasa ni manifestation. Unatamia ulichokisikia, unakiatamia, unasema Baba nibariki, kwa sababu umeungwa na alichokisema. Kwa sababu yeye anapokubariki analiangalia neno lake ndani yako. Sasa unaposikia ndio hiyo unakuja kutafakari. Sasa tutoe mfano mdogo. Nikisema natafakari. Kutafakari ni ule uwezo wa kuvunja. Unakivunja kile alichokisema Bwana, unakileta kwenye wepesi ili uweze kukitumia au kukiishi. Unapotafakari, ina maana unajenga uwezo wa kujua maana na tafsiri na sababu, mpaka linakuwa jepesi kuliweka kwenye kitendo cha maisha. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa sababu ili nimpende jirani, lazima nijijue najipenda. Na kama najipenda, najifanyia nini mimi mwenyewe? Ninachojifanyia namfanyia jirani, ni watu wangapi na wafanyia tofauti na vile mimi ninaweza kujifanyia? Kwa unajichambua mpaka unafika mahali unaanza kuona kwa macho, unaanza kuona siri ya kumpenda jirani kama nafsi yako. Ikishatokea hivyo, unajikuta sasa unachukua hatua ya kuanza kumpenda jirani kama nafsi yako. Kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa wewe. Naongea na kanisa la asubuhi. Tunapozungumzia chakula, tunazungumzia kuamini. Kuamini ni nini? Kuamini ni uwezo wa kukubaliana na alichokisema Mungu kwa 100%. Hicho kitu alichokisema Mungu, haijalishi mazingira yangu. Akasema hakika ninajua Mungu aweza kuyasema yale yote aliyoyaahidi. Biblia inasema akainuka akamtukuza Mungu. Ukisoma Warumi sura ya 4 mstari wa 18 mpaka 21. Alijua hakika, hilo neno alijua hakika, Biblia ni lugha na kanuni. Alijua hakika ya kwamba Mungu aweza kuyafanya yote aliyoyaahidi. Kwa sababu alijua hivyo, hakuangalia hali yake, akainuka akimtukuza Mungu. Huku nguvu zake za kiume zimekufa, tumbo la Sara limekufa, lakini Mungu amesema wewe ni baba wa watoto wengi. Hakuangalia hali yake, akamtukuza Yawe. Leo ameitwa baba wa mataifa kwa sababu ya nguvu ya kukubaliana alichokisema Mungu kwa 100%. Hakuna doubt. Neno la Mungu halina majaribio. Halina majaribio. Haupo hapa kusikia ili ukajaribu. Uko hapa kusikia ili ukaishi. Kwa sababu neno la Mungu limehakikishwa kwamba ni kweli mara 7, na limethibitishwa mbinguni duniani kwamba ndio mamlaka ya mwisho na ndio mamlaka kuu kupita mamlaka zote, na vyote
lilifanyika kwa hilo neno, na pasipo hilo neno haikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani ya hilo neno umo uzima, na uzima ndio nuru ya watu, wala giza lolote haliwezi. Kwa kama neno ndio chanzo, likija kwako uhakika Mungu alichosema. Usiangalie mazingira yako, usiangalie nani ameongea, usiangalie historia, usiangalie daktari ameongea, usiangalie mfuko wako una nini. Mungu anapokuambia wewe ni tajiri, hakikisha umeamini kwamba hivyo alivyosema ndivyo. Kutii ni nini? Kutii ni uwezo wa kutenda alichokuagiza Baba. Unakiweka kwenye matumizi. Tunaposema kutii, ndo tunatumia lugha ya kushika neno. Ishi neno ndo utii. Shika neno, ishi neno. Hizo ni lugha wanatumia Bible, na wanapozitumia hizo anamaanisha utii. Mungu anamwambia Ibrahim, ondoka wewe, uende katika nchi nitakayo kuonyesha. Bible nasema Ibrahim akatoka, naye asijua aendako. Wale wafanyakazi aliowabeba wanamuuliza, kwa sababu wale aliowabeba walikuwa wanazaa kila siku. Sara azai, ila wale aliowabeba njiani wanazaa, njiani wanashika mimba. Wanamuuliza, sasa tunalea na hizi ujauzito, hii safari mpaka wapi? Anamwambia Bwana atatuonyesha, Bwana atatuonyesha. Akati tamaa, kwa sababu ametii, amekubali alichokisema Mungu na anakiishi. Hata mkiniona kichaa, hata mkiniona sieleweki, lakini alichokisema Bwana nitakifanya. God, naiona neema ya kula neno katika jina la Yesu. Huwezi kusema umekula neno alafu ulifanya. Kama ufiki mahali kufanya alichokisema Mungu, bado hujala. Ndio maana huwezi kuona matokeo. Katika ile mioyo minne, kuna moyo mmoja unaitwa moyo njia. Huo ndio moyo mbaya. Kwa sababu huo moyo, neno likipandwa, anayekuja kuling'oa hilo neno ni shetani. Neno likipandwa, kwa nini? Kwa nini shetani anakuja kulichukua? Kwa sababu neno alijazama, hujaliingiza lizame. Liko juu, hujalichakata, liko juu, njiani. Kwa hiyo kwenye njia, hata akipita adui, akipiga teke, neno linaondoka. Neno unahitaji kulikubali kwenye nguvu ya kulitafakari, kwenye nguvu ya kuliamini, kwenye nguvu ya kulitii, mpaka linakuwa wewe. Adui hana chake. Akikuona wewe anamuona Masihi, anashindwa kuelewa kwamba ni nini, kwa sababu unaonekana kama nuru isiyofikiwa na uharibifu. Na hiyo ndio neema unayotembea nayo katika jina la Yesu. Nasema na hiyo neema unatembea nayo katika jina la Yesu. Kuna moyo mwingine unaitwa moyo mwamba. Mbegu imepandwa, lakini iko juu ya mwamba. Kwa hiyo kwenye mwamba hakuna udongo. Kwa mbegu inamea, lakini jua likipiga, anazungumzia mauzi. Jua likipiga, mmea unyauka, na mmea usinyaa, na mmea uanguka, ukaonekana kama hakuna kilichopandwa, kwa sababu neno halijaingia. Kwa mazingira yanakuwa na nguvu kuliko kile ambacho umekiingiza kile kijazama. Naongea na kanisa, haleluya. Kwa hilo neno, mtu akikusema tu hapo, naacha wokovu. Ukipata tu hasara dukani, naacha wokovu. Ukiuma mafua tu, naacha wokovu. Nani amekwambia kwa Yesu hakuna mauzi? Anasema tumekuja kwako, tutapata nini? Anauliza Petro, tutapata nini? Anasema cha kwanza, mtapata ndugu wa kike na wa kiume. Cha pili, mtapata urithi wa ufalme. Lakini cha tatu, maudhi. Huwezi kuwa mwana wa Mungu ukakwepa maudhi, kwa sababu maudhi ni darasa. Kuna mahali huwezi kukamilika kama hujakutana na maudhi.
unapoyaona maudhi unasema Bwana, mimi ni nani hata umeniinua nikutane na haya maudhi mbele ya uso wako? Unataka kunitukuza Baba, unataka kunipandisha daraja, unataka uniinue, unipe jina jipya kupitia haya maudhi. Wewe unapoona maudhi unaona ngazi ya kupandia. Uoni kushuka, uoni kupotea, uoni kuharibika, uoni kuchoka, unaona daraja jipya. Maudhi ni portion yako, na lazima maudhi yaje. Na kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo naachilia roho ya maudhi. Kuna wakati bila maudhi upati badiliko. Biblia inasema chuma unaochuma, chuma kinaponolewa, ungesikia maneno yake, ungesikia. Unaniumiza jamani, mbona basi acha tu. Lakini kumbe chuma kikiwa butu hakina kazi. Chuma kikiwa butu tunapoteza muda. Chuma kikiwa butu tunachosha. Chuma kikiwa butu tunatumia nguvu nyingi. Lakini chuma kile kile kikipita kwenye kunolewa, upanga mmoja hivi gogo limeondoka. Unahitaji watu wa kukuudhi ili wakunoe. Nakwambia bila kuudhiwa kuna watu hamtatoka kwenye kulialia. Kuna watu hamtatoka kwenye kulalamika. Kuna watu hamtaacha sababu. Kuna watu mna sababu nyingi sana, lakini maudhi yakija utatoka kwenye sababu, utakaa imara, utakuwa thabiti, utatoka kwenye mazingira yako, utatoka kwenye comfort zone. Wewe ukiona maudhi unaona shetani. No. Maudhi ni silaha ya Mungu kwa ajili ya kuwainua watu wake. Sio kila maudhi ni ya shetani, na sio kila maudhi ya kukemea. Kuna maudhi hata ukiyakemea hayaondoki. Biblia inasema utapita kwenye moto, utapita kwenye maji mengi, utapita kwenye bonde la uvuli. Ana makusudi. Pamoja na yale maudhi anasema sitakuacha. Niko pamoja na wewe. Ingia kwenye maudhi, hautakaa, ila unapita, utatoka. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Yoshua 1:8. Tusome. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yale yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani. Anazungumzia kula. Kisiondoke kinywani, kula. Anasema kisiondoke kinywani kwa sababu kinapoingia kinywani ndipo unapoweza kukitafakari usiku na mchana, na ndivyo unavyoweza kutenda sawa sawa na yote, na ndivyo unavyoweza kufanikiwa na kustawi katika kile kilichoingia ndani yako. Kwa hatuanzi njia yoyote, tunaanza kusikia. Kusikia ndio kula. Kusikia ndio kula. Ukumbuke ili neno la Mungu likiwa kwenye kitabu linaitwa andiko. Likiingia kwenye moyo linaitwa roho yenye kuuisha. Lakini mimi na wewe tumepewa uwezo wa kulila neno kwa huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa. Ndio maana wewe sio mwanadamu wa kawaida. Unaitwa kiumbe kipya. Sio mwanadamu wa kawaida. Unakula uungu ili uwe uungu. Unakula uungu ili uwe Mungu. Anaitwa Mungu wa miungu kwa sababu ya Mungu wewe. Tutasoma hapo tuweze kuona. Fungua Yohana Mtakatifu sura ya 10. Tutasoma hapo mstari wa 34 mpaka 36. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni,
ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Kwa wewe haui Mungu kwa Mungu, lakini wewe unakuwa Mungu juu ya alivyoviumba Mungu. Anasema nimekuweka punde kidogo kuliko Mungu, na nimekutawaza juu ya kazi ya mikono yangu, nami nimekuweka ili utawale ndege wa angani, samaki wa baharini, na viumbe vyote vilivyoko juu ya nchi. Ndio maana yeye akamwona Musa, God akamwambia Musa, wewe ni Mungu kwa Farao. Na kweli ika happen, Musa akawa Mungu kwa Farao. God, kwa sababu maisha ya Farao yaliishia mikononi mwa Musa. Musa ndo alikuwa na hatima Farao awe nani. Farao na jeshi lake waliteketea katika bahari kwa sababu ya fimbo ya Musa. Walipoinuka ili waifuate Israeli, wakajua watapita njia watakatifu. Adui hawezi kupita njia unaopita wewe. Adui akipita lazima azame. Adui akipita lazima anguke. Adui hawezi kuhimili upako, anointing unaotembea nayo. Pale unapokanyaga kwake ni madhara. Akaingia, akajua ataweza. Lakini alipogeuka nyuma Musa, akarudisha maji. Akaanza kuona farasi na mpanda farasi wanaelea, vimiguu tu viko juu. Ndipo inajulikana kwamba Musa alikuwa ni Mungu kwa Farao. Na ndio ulivyo, Mungu amekuita ninyi miungu, ni wana wake yeye aliye juu. Ninyi ni miungu kwa kitu kimoja tu, mmejiliwa na neno. Sio kwa sababu umeokoka, umejiliwa na neno. Kama neno lina nafasi, limetamalaki, limejaa ndani yako, nakwambia alivyo ndivyo ulivyo. Nakwambia unawaza kama wazavyo, unatenda kama atendavyo. Unapoonekana, anaonekana yeye sio wewe. Unaposema, anasema oh God, anasema yeye sio wewe. Wewe haupo, sio wewe unaishi, ni Kristo ndani yako. Na wewe ulio nao sasa haunao katika mwili, unao katika yeye aliyeenda msalabani, akafa, akafufuka ili uishi. Oh Jehova, anasema yafikirini juu, yafikirini aliyo juu, si aliyo katika nchi. Wewe sio kiumbe, mwambie jirani yako, wewe sio kiumbe wa kawaida. Mwambie kwa sauti, wewe sio kiumbe wa kawaida. Mwambie tena, wewe ni kiumbe kipya, unalo neno. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Sasa ili tuweze kuona matokeo ya kula neno, lazima kula kwetu kuwe ni kwa kudumu. Kula kwetu neno kuwe ni kwa kudumu. Watu wanaojua spare tire, spare tire haitumiki kila siku. Ndio hata watu wengine wanasahau kama wana spare tire. Spare tire inatumika siku kuna tire limepata pancha, ndio analichukua spare tire, anailiingiza kwenye matumizi siku ya shida katika yale alionayo kwenye matumizi ya kawaida. Lakini neno sio kama spare tire. Anasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Kwa kila neno. Anasema kwenye Ayubu, hebu tusome Ayubu 23. Ayubu 23:12. Ayubu 23 mstari wa 12. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu.
nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki, yani chakula changu cha kila siku, chakula changu cha lazima. Kwa kuna vipaumbele hapa. God, ninatoa kipaumbele kwa hili neno, kwa sababu hili neno lina uzima. Chakula changu kina uhai. Ili niweze hata kula chakula hiki, ninahitaji uzima ili niweze hata kufurahia chakula. Ninaweza kubaki na chakula hiki na nikawa siishi. Ninakula chakula hiki cha mwili, mapepo yananipiga. Nakula chakula hiki cha mwili, silali usingizi. Nakula chakula cha mwili, nina huzuni ya kutosha. Nakula chakula cha mwili, nina uchungu. Nakula chakula cha mwili, nina hofu, siishi. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Kwa hiyo Ayubu anaangalia vipaumbele. Oh God. Anasema nimelikuza neno lako kuliko mkate wangu wa kila siku. Kuna mahali nimeliweka neno lako, siwezi kulilinganisha na chakula. Oh God. Kwa sababu hili neno nikiwa nalo, ndipo napoweza kula nikafurahi. Ndipo napoweza kula nikawa na uhuru. Napoweza kula na nisikabwe. Napoweza kula na nikavaa nguo nikapendeza. Ninaweza kula na nisiumwe. Kwa anazungumza kudumu. Nataka hapa tuongelee kudumu ili tuombe. Fungua pamoja nami Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Karibu some. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Bwana asifiwe. Wakawa wakidumu. Cha kwanza katika kuumega mkate. Cha pili katika ushirika. Cha tatu katika kuomba. Wakawa wakidumu. Kudumu manake nini? Ni kuwa na mwendelezo. Mwendelezo una nguvu ya kukupa matokeo. Uweze kusema unakula neno siku ya Christmas. Unakula neno mara moja kwa mwezi. Unakula neno siku ukipata shida, alafu utapata matokeo. Hapana. Unakula neno muda unaofaa na muda usiofaa. Muda unaokubalika na muda usiokubalika. Unakula neno ukiwa mlimani, unakula neno ukiwa bondeni, unakula neno ukiwa kwenye tambalale, unakula neno ukiwa msituni, unakula neno ukiwa mjini, unakula neno ukiwa na kila kitu, unakula neno ukiwa hauna kila kitu, unakula neno unapopewa majina mazuri, unakula neno unapopewa majina mabaya. Haijalishi mazingira gani, maisha ya kula ni kila siku mwendelezo. Kama sisi tungekuwa kwa kula kwetu neno kungekuwa na alama ya nje, muulize jirani yako, wewe ungekuwa unayo? Ili sisi tuwe na matokeo, lazima tuwe na mwendelezo katika neno. Lazima tuwe na mwendelezo. Hamna mtu anaitwa mlevi akinywa pombe siku moja. Hata wewe kabla hujaokoka kuna namna ulionja. Na ukuitwa mlevi kwa sababu mlevi ni mbabezi. Mtu anaitwa mlevi pale ambapo hajali. Hana hela atakunywa. Anayo hela atakunywa. Hajali watu wake wanakula awali. Hajali anadaiwa. Hajali utamkuta amekunywa. Hata akiwa hana hela amekunywa. Amedumu. Anaitwa mlevi. Sisi ili tuitwe wala neno, lazima tuwe na mwendelezo. Tuone matokeo ya kula neno, lazima tuwe na mwendelezo. Usisubiri kuhimizwa. Hamna mlevi anaohimizwa kwenda baa. Hayupo. Mlevi utamkuta mwenyewe. Na mlevi ili awe mlevi sawa sawa, lazima atafute kila namna awatengeneze wengine kuwa walevi. Kuna kitu kinaitwa nguvu ya mwendelezo. Kukaa, kudumu. Haijalishi mazingira. Hata itokee nini.
kuna ule wimbo anasema liwe jua iwe mvua ni wewe. God, yani iliwake inyeshe, mimi nitakula neno. Ni wewe. Haijalishi nini, ni wewe. Mimi lazima nikupate wewe kwa upya, ni wewe. Unakula neno. Kwa hiyo hapa anawaambia wanafunzi waliomwamini, wameokoka lakini hawana uhuru. Wameokoka lakini hawana uhuru. Anawaambia nyinyi wanafunzi mkikaa, hapo hilo andiko limebebwa na hilo neno kukaa. Ninyi mkikaa katika neno langu, ndipo mtakuwa wanafunzi wangu. Nanyi mtaifahamu kweli kwa sababu mmekaa. Na hiyo kweli ndiyo inaoleta matunda, inaoleta uhuru, inaoleta ushindi. Sikia. Nitataja hapa vizuizi. Sitaongea, nitataja. Kizuizi cha kwanza kinachomfanya mtu asile neno. Kizuizi cha kwanza ni kiu kuibiwa. Kuibiwa kwa kiu. Kizuizi cha pili, roho ya uzito. Unapoibiwa kiu, hamna connection. Unajikuta sijisikii, staki. Unabakia tu kuangalia mapicha. Wewe ni mtu wa mapicha tu. Mtandao. Simu inakutesa. God. Kwa hiyo ya pili, roho ya uzito. Unajikuta ni mzito. Yaani kuna uzito. Ila kwenye vitu vingine hauna uzito. Ila ukifika kusoma neno, wewe ni mzito. Mpaka macho yafunguki, ni mzito. Alafu ufahamu mzito, huelewi. Kitu cha tatu, roho ya dini. Roho ya dini. Pale ambapo Roho Mtakatifu hana nafasi ya kutawala. Dini ni kitu chochote kinachosema Mungu nje ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu huwezi kumjua Mungu kama hamna Roho Mtakatifu. Kitu cha nne ni ngome. Ni ngome. Ngome ni nini? Ni elimu. Elimu yoyote iliyotangulia ndani yako, ambayo ipo purposely kushindana na kila elimu ya Mungu, inaitwa ngome. Ulifundishwa kule kutoa, kutoa mwisho 1000. Tangu umekuwa mtoto, ulianza kupewa 100, 200. Ulifika miaka 10 ukapewa 500. Ulifika miaka 18 ukapewa 1000. Paka leo unatoa 1000. Na una amani. Kila somo la kutoa linapokuja, wewe bado umeshikiliwa na ile elimu, ngome. Inashindana, unasema hamna. Hata ile 1000 nimetoa siku zote na mbona nina afya tu. Nimetoa siku zote mbona nalala. Nimetoa siku zote mbona nimezaa. Mbona nimeolewa we. Lakini kumbe Mungu ana zaidi ya hayo. Ajenda ya Mungu ni zaidi ya hayo unayoona kwenye maisha yako. Ndio maana nakufundisha kutoa. Huwezi kutoa kama ulivyokuwa unatoa kule. Kitu kingine, kiburi, roho ya ujuaji. Mtu wa shingo ngumu, asiyekubali kubadilika. Hicho ni kizuizi cha wewe kula neno. Kitu kingine, roho ya uasi. Roho ya uasi. Roho ya uasi ni ile hali ya kuwa kinyume. Unakuwa kinyume. Unaweza ukaa hapo unasema siamalize. Hatuambia kitu gani? Kula neno, kula neno. Hamalizi. Wiki ya 3 sasa. Tuambia kitu hicho, si watoto. Roho ya uasi. Unaingia ibadani, ibada inaisha ndio unaingia. Na una wasiwasi. Watu wakidansi hapo wamekaa pale. Umekaa
Waambie wananingua hawajielewi. Muangalie yule graduate mzima hata hajielewi. Roho ya uasi ni roho ngumu mno. Na muasi haondoki. Anakuwepo humo, anapinga kila kitu. Asemi aame. Wazo la kuama alijagi, lakini yuko anakupinga kila kitu. Sasa huyu hawezi kusikia. Bwana asifiwe. Kitu kizuizi kingine, ujinga. Hawajui wala wafahamu, watembea gizani. Misingi yote ya nchi yao imetikisika. Kitu kingine ni uvamizi. Uvamizi wa madhabahu za giza. Ukivamiwa unakuwa huwezi kusikia. Na roho nyingine ni upumbavu. Upumbavu ni ile hali kitu unajua lakini huwezi kukifanya. Napenda nitoe mfano ili watu waelewe. Unajua huwezi kufanya. Kwa mfano kama daktari. Daktari kabisa profession. Anasoma miaka 7. Miaka 7, miaka 5. Miaka 7 ya na masters miaka 7. Sikiliza. Anajua kinaga ubaga madhara ya sigara. Anayajua. Sisi wengine tunajua madhara ya sigara tukiona bango pale. Bango limeandika sigara ina madhara kwa afya yako. Ndo hapo ndo elimu tulionayo. Lakini huyo kasoma kinaga ubaga. Lakini pamoja na kusoma vyote anajua, utamkuta ana paketi yake. Anapuliza. Huyo ni mpumbavu. Sio kwamba ajui, ni mpumbavu. Kwa hiyo leo tunajiweka wakfu kwa ajili ya kula neno. Roho wa Mungu amesema na kanisa. Mwenye kusikia amesikia. Maisha ya kula ni ya kwako. Leo umepewa. Na miujiza yote iliyomo ndani ya hali ya kula ni ya kwako na watoto wako. Na kuona unakuwa mtu mwingine kila siku. Kwa sababu kama kula ni kila siku, basi kuwa mtu mwingine ni kila siku. Uliyemuona jana sio utakayemuona leo. Na sio utakayemuona Jumatatu wala Jumanne. Wewe ni mtu mwingine. Oh God, piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Nisikia adhama kwa Bwana, haleluya.